dakika 30. Karibu ni kufahamishe kwa kina zaidi wanakwetu. Wananiita Joashua Nsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Hali ya utulivu ilirejea eneo la Majengo hapa Nairobi baada ya vurugu zilizoshuhudiwa hapo jana baada ya vijana kukabiliana vikali na polisi kutokana na mauaji ya Ibrahim Ramadan katika mazingira tatanishi. Wanaomfahamu kijana huyo wamekana madai ya kuwa alikuwa anauza bangi, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya afisa wa polisi anayehusishwa na mauaji hayo. Sheila Chelangat na taarifa kamili. Alhamisi na hali ya kawaida imerejea katika mtaa huu wa Majengo, hii ikiwa ni taswira tofauti na hapo jana wakazi walipoandamana kufuatia madai ya kupigwa risasi kwa Ibrahim Ramadan. Hata hivyo, wingu la simanzi bado limetanda. Msikiti huu siku zote ulikuwa ni mahala pa faraja kwa Ibrahim Ramadan, ambaye alionekana mwisho akisali hapa saa chache kabla ya kupigwa risasi. Leo kijana siku hiyo alikuwa aliniambia ile frontal kabisa. Mwezi wa Ramadhani tuna swala mbili, ilikuwa swala ya Isha. Tumemaliza kuswali yeye akatoka, akimbie pale mamake yuko amsaidie kazi. Akitoka tu akifika pale akapigwa risasi. Ripoti ya polisi hapo jana ilimtaja Ramadan kuwa mshukiwa mkuu katika operesheni yao ya kunasa wanaouza bangi eneo hilo, madai ambayo yamekataliwa vikali na waliomjua kijana huyo. Acha vile wanavyosema ati ni muuza bangi, kijana hata bangi hajui na keti vipi. Yeye ni kijana anamsaidia mamake pale. Ni kijana hana maneno. Na kisheria pia, je, mtu hata akishikwa na bangi anauliwa? Sisi tumesikia watu wameshikwa na magunia ya bangi. Wameuliwa. Kwa nini wameuliwa? Wamezidi kumtilia lawama polisi aliyehusishwa na kifo cha kijana huyu, wakidai kuwa alikuwa mwenye makosa kwani alikuwa akijaribu kuchukua hongo kutoka kwa vijana katika eneo hilo. Na msikiti umekaa kila kitu. Asifikiri hata anaweza kuhepa juu hiyo. Akiruka ukuta, akija akikimbia hivi, akirusha hizo, huyu kijana akiwa anatoka msikiti neno picha ziko kwa CCTV. Asifikirie sisi tuko kijinga. Kuachishwa kazi hiyo ni yao, lakini tunataka tu haki yake apeleke kotini, ama kama sivyo hivyo aletwe kwa watu hapa hivi tumuone ndio huyu, na wao pia wasikie vile, asikie vile wengine wanasikia. Idara ya polisi imetaja kuwa afisa huyo alinyang'anywa silaha, huku mamlaka ya IPOA ikiwa imeanzisha uchunguzi wao. Sheila Chelangat, runinga ya TV 47.